Mwanaume huyo anafika katika ufalme mdogo sana na kuona jumba la kifalme likiwa linaungua moto. Haraka anavua suruali yake na mkondo wa maji unatoka. Moto unazimika mara moja. Jenerali alipofika, mwanaume huyo anageuka na maji anampiga. Jenerali anakasirika, lakini mfalme anamuona mwanaume huyo kama mwokozi na hata anamjengea nyumba ya kifahari pembeni mwa bahari. Tangu hapo, mwanaume huyo anaishi maisha kamili katika ule ufalme mdogo. Watu wengi wadogo wanamtengenezea kahawa, wanampa masaji mgongoni na hata wanaangalia filamu pamoja naye. Mfalme anazidi kumwamini zaidi na kumpa medali ya shujaa. Hili linatishia nafasi ya jenerali. Kwa wivu, jenerali anazima kwa siri mfumo wa ulinzi. Adui wanaona hali hiyo na kushambulia mara moja. Wanapiga makombora kwenye jumba la kifalme na kukusanya wanajeshi wao ili kuuteka ufalme. Baada ya kupokea amri ya mfalme, mwanaume huyo anakimbilia vitani. Anavua shati lake kubwa na viatu vyake na kutembea kuelekea kwa adui. Badala ya kuwashambulia, anajaribu kufanya amani, lakini adui wanampuuza na kufungua mashambulizi. Mamia ya makombora yanampiga, lakini anaacha alama tu. Habadiliki kabisa. Kwa mwendo mdogo tu, anarudisha makombora yote kwa adui. Adui wanaruka baharini kukimbia. Kisha ananyoosha mikono yake, anakamata kamba za meli zote na kuvuta kwa urahisi mamia ya meli za kivita. Vita hivyo vinamfanya kuwa shujaa tena. Picha zake zinajaa katika jiji lote. Jenerali anazidi kuwa na wivu na kujiunga na nchi ya adui. Anatengeneza yai kubwa na kuja mbele ya mwanaume huyo. Mwanzoni, mwanaume huyo hajali, lakini sekunde inayofuata, lile yai linageuka kuwa roboti kubwa hata kumzidi yeye kwa urefu. Mwanaume huyo anakimbia haraka, lakini anakamatwa. Hana chaguo zaidi ya kujisalimisha. Wananchi wanahuzunika sana, kisha anafungwa kwenye mtumbwi na kupelekwa baharini kama mhamisho. Mara tu anapofika nchi kavu, kikombe kinamfunika. Anapoamka, amevaa gauni la kifalme la binti mfalme na ana mpira wa kunyonya mdomoni. Inaonekana mwanaume huyo amefika katika nchi ya majitu na amekuwa kama mwanasesere wa kuchezea. Siku zinapita na polepole anaanza kuzoea maisha hayo. Siku moja, mtu mdogo anamkuta tena. Wanamwambia mwanaume huyo kwamba mpenzi wake wa kike amefika katika ufalme na atauawa na jenerali. Mwanaume huyo anaamua kurudi na kumwokoa. Anarudi katika ufalme kwa parachuti na kukimbilia kupambana na roboti. Mtu mdogo anaingia ndani ya roboti na kung'oa waya wa umeme. Mwanaume huyo anatumia nafasi hiyo kuipiga teke roboti. Kisha anaruka juu ya mgongo wake na kuishambulia kwa nguvu zote. Bila umeme, roboti hiyo hatimaye inashindwa.